Lakini je, upi mustakabali wa taifa la Tanzania kisiasa kwenda mbele? Sarafina Robi amezungumza na Godwin Gonde. Kwa sasa hali imetengamaa, walau hakuna vurugu ambazo zinaonekana na vyombo vya ulinzi na usalama vimeweza kudhibiti maeneo mbalimbali. Hakuna maandamano ambayo yanaonekana, lakini kuna tension tu baina ya watu na hali ya maisha imebadilika kwa ghafla. Bidhaa zimekuwa adimu na za gharama sana, na hata mizunguko ya vyombo vya usafiri, magari, pikipiki, bajaji imekuwa ni adimu kutokana na uhaba au kukosekana kabisa kwa huduma ya mafuta. Kwa hiyo tupo, hatujui kesho yetu ikoje, na ndiyo hali ambayo tunayo mpaka muda huu. Ni nini sasa kinafuata kutokana na hali hii iliyojiri? Kwa kweli ni taarifa tu ambayo tunasubiria labda kutoka kwa watawala watuambie nini kinafuata, lakini kikubwa ni kwamba tunasubiri labda viongozi wa serikali, aidha rais au wale ambao wana mamlaka ya kutoa tamko, watoe tamko nini kitaendelea, kwa sababu kwa kufungiwa mitandao ya kijamii hatujui nini kinatakiwa kifanyike au nini kinaendelea. Lakini udhibiti ni wa hali ya juu kiasi kwamba hakuna mtu anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na badala yake inalazimika kukaa hapo ulipo na kutafuta huduma hapo ulipo. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba vurugu hazitanuki na hali ya usalama inaendelea kudhibitiwa. Hali hii imeleta wasiwasi si tu ndani ya nchi bali pia nje ya nchi. Je, nini kifanyike ili kurudisha imani na kupunguza tofauti zilizopo na pia kurudisha sura ya Tanzania iliyokuwa inajulikana hapo awali? Kwa kweli Sarafina, tayari ni doa ambalo limeingia. Ni doa ambalo kama Watanzania linatuumiza, kwa sababu tunajifunza demokrasia kwa njia ngumu, na tunajifunza kwamba yale ambayo tulikuwa tunadhani yanatokea kwa wenzetu kumbe pia yanaweza kutokea kwetu. Kwa hiyo historia inajirudia na imegeuka kuwa katika upande wetu. Sasa nini tufanye? Ni kwamba ipo haja ya kuwa na maridhiano ya kina na kuwa na ukweli wa kusema yale ambayo yako moyoni mwa watu, kwa sababu ni uchaguzi ndio umetufikisha hapa tulipo, lakini uchaguzi umekwisha. Sasa nini kifanyike? Ipo haja ya serikali ambayo itaingia madarakani kuweza kuitisha maridhiano kati yake pamoja na raia, kuangalia wapi tulijikwaa na wapi tunaelekea mbele, ili kuhakikisha kwamba yale makandokano ambayo yametufikisha hapa tulipo basi tunayafuta na kuinuka kwa pamoja, kwa sababu Watanzania tumekuwa tukijitangaza kama nchi ambayo inaamini katika uhuru na umoja. Basi uhuru huo na umoja vionekane kwamba ndiyo dira yetu, na kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kutugawanya, aidha iwe ni uchaguzi, iwe ni itikadi, iwe ni falsafa kutoka ndani au nje, zishindwe kabisa kuweza kutugawanya, na badala yake tusimame na kuhakikisha kwamba tunavuka kikwazo hiki. Sasa Watanzania saizi wanatarajia nini ama kipi aweze kufanya? Labda kuna mioyo ya baadhi ya watu ambayo imevunjika na imepasuka, na ingehitajika busara ya hali ya juu iweze kutumika katika kuliponya mioyo hiyo. Kinachohitajika sasa hivi ni matumizi makubwa ya akili zaidi ya nguvu. Ni namna gani ambavyo tunaweza tukajiimarisha? Sasa ni kibarua kikubwa kwa rais kuhakikisha kwamba anarudishaje imani ya wananchi, anarudishaje imani ya waandamanaji, anarudishaje imani ya wapiga kura ambao walimpa hiyo ridhaa ya kuwa kiongozi na kutufanya kuwa wamoja. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huenda hata yeye mwenyewe hakuzitegemea, ni changamoto ambazo hata wapiga kura hakuzitegemea, hata waandamanaji hawakuzitegemea, kwa sababu ni hali ambayo wengi imetukuta katika mshangao, na tunawaza mpaka sasa hivi ni nini kimetokea miongoni mwetu. Kwa hiyo anacho kibarua cha kwanza kuitisha umoja, kuitisha maridhiano, lakini kuangalia kama kuna sehemu ambayo itahitajika aidha kuomba msamaha au kujaribu kuitisha maridhiano ya pamoja, basi kuweza kufanya hivyo ili tuvuke hapa na kutafuta sasa suluhu za kuweza kuya-address au kuyagusa mahitaji ya wale ambao walifanya maandamano. Kama ilikuwa ni swala la katiba, kama lilikuwa ni swala la masuala ya ulinzi na usalama, kama ilikuwa ni masuala haki, masuala ya amani, uwajibikaji, basi yaweze kuguswa moja baada ya nyingine, ili kuwezesha kwamba wale ambao walikuwa wanaamini kwamba hawajaguswa na wale ambao walikuwa wananufaika wote waone kwamba ni watu ambao wananufaika na hiki moja ya maendeleo ya nchi hii.
Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na walaumu raia wa kigeni kwa kupanga, kuchochea na kuhusika katika vurugu za baada ya uchaguzi mkuu nchini humo. Na zaidi ya watu 40 wamefariki kufuatia maporomoko ya ardhi katika maeneo ya milimani yanayopakana na Kenya na Uganda. Hii ni BBC. Bila shaka msikilizaji, matangazo haya ni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka yanakujia kwako vile vile kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili na tovuti yetu ya BBC Swahili. Tumekuwa tukiangazia habari kuu kutoka Tanzania, lakini sasa tutakujuza kuhusu habari tofauti zilizogonga vichwa vya habari kote duniani. Na tunaanza na hii ambapo serikali ya Taliban nchini Afghanistan imesema kwamba watu 20 wamefariki na mamia wengine kujeruhiwa baada ya tetemeko la ardhi lililotokea kaskazini mwa taifa hilo. Tetemeko hilo lenye nguvu ya 6.3 lilishuhudiwa leo asubuhi kusini mashariki mwa mji wa Mazar-e Sharif. Saif Abdallah anaeleza zaidi. Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan inasema vikosi vya uokoaji vinafukua vifusi kutafuta manusura wa tetemeko hilo la ardhi, huko vikijaribu kufungua barabara zinazoelekea maeneo yaliyoathirika. Majengo mengi ikiwemo msikiti mmoja wa Blue Mosque unaoenziwa na Waislamu wa Kishia uliharibiwa na tetemeko hilo la ardhi. Msikiti huo unasemekana kuwa eneo takatifu baada ya kusemekana kuwa mmoja wa binamu yake Mtume Muhammad alizikwa hapo. Idadi ya waliofariki inahofiwa huenda ikaongezeka, haswa katika maeneo yaliyoathirika vibaya katika wilaya ya Balkh na Samangan. Hili ni tetemeko la ardhi ya hivi punde kuikumba taifa la Afghanistan ambalo limekuwa likishuhudia vita kwa muda mrefu. Ardhi ya Afghanistan ipo katika hatari ya kukumbwa na tetemeko la ardhi kutokana na kuwa katikati ya ufa ambao unaweza kushuhudiwa mpasuko wakati wowote. Mwezi Agosti, zaidi ya watu 2000 walifariki kutokana na tetemeko la ardhi ambalo mataifa jirani waliingia kati kutoa misaada kwa familia zilizoathirika. Tetemeko la ardhi la hii leo limeongeza idadi ya majanga ambayo yameikumba Afghanistan hivi karibuni tangu serikali ya Taliban kuchukua madaraka mwaka 2021, hatua ambayo ilipelekea misaada ya kigeni na ufadhili wa mashirika ya kibinadamu kupunguzwa. Na huko Marekani inaonekana kwamba kufungwa kwa shughuli za serikali ya nchi hiyo kutaendelea kwa muda mrefu zaidi katika historia baada ya Rais Trump kusema wazi kwamba hana mpango wa kujadiliana na wanademokrat. Katika mahojiano na shirika la habari la CBS, Rais Trump aliwataja wapinzani wake wa kisiasa kama wasiokuwa na akili na kusema kwamba hatakubali wamnyanyase. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Mubelo Bandio akiwa Marekani. Ni vuta ambayo kwa kweli sasa hivi kwanza iliwafundisha Democrats, kwa sababu Democrats kwa wakati fulani wanaonekana kwamba walikuwa wako tayari kuwa wepesi kidogo katika misimamo yao kwa ajili ya kile ambacho walikuwa wanaamini kwamba labda Wamarekani wataweza kuelewa kwamba ni watu wa kufanya negotiation, lakini sasa hivi wameamua kusimama na Donald Trump, hasa katika jambo ambalo Wamarekani wengi linawaathiri, swala zima la afya. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kitu kikubwa ambacho sasa hivi wanapigania ni swala zima la masuala ya afya katika ile kilichoitwa Obamacare ambacho Trump alisema kwamba atakiondoa. Ilikuwa ni sehemu ya ahadi yake, anajaribu kusimamia hilo, lakini katika hilo hajazungumza anataka kureplace namna gani. Na watu wengi wanategemea hii kwa sababu huduma za afya sasa hivi, kama hicho kipengele kitaondoka, ina maana huduma za afya zitapanda zaidi, na kwa sababu kila kitu tayari kimeshapanda, kidogo imewapa Democrats nguvu ya kuweza kusimamia hilo, kwa sababu wanaona uhalisia wa mambo katika mtaa. Kila kitu bei imekuwa juu, na wanaamini kabisa kwamba kama huduma za afya nazo zitaongezeka gharama, basi watakuwa wamepoteza ushawishi miongoni mwa wananchi wengi. Umetaja kwamba chakula kimepanda, na vile vile tumeona taarifa kwamba mamilioni ya Wamarekani wale ambao walikuwa wanapokea msaada wa chakula ina SNAP kwamba wameathirika. Sasa hii inatuma ujumbe upi kuhusu gharama za kisiasa na swala hili kwa ujumla? Kwa hiyo kwanza nafikiri kwa sababu Donald Trump alisema kwamba atatumia kufungwa kwa serikali kufunga baadhi ya program ambazo anaamini kwamba Democrats ndio ambazo wamekuwa champion. Na moja kati ya program hiyo ni ambayo imezungumzia ya Supplement Nutrition Assistance Program ambayo ni SNAP. Inahudumia takriban Wamarekani milioni 42. Ni 12.3 ya wakazi wa Marekani wanatumia hiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi watu wameanza kusema kwamba kama hiyo nayo itaondoka, licha ya kwamba Donald Trump mwanzo alisema kwamba ni huduma ambayo inatumika zaidi na Democrats, kuwatumia zaidi watu ambao hawataki kufanya kazi. Sasa hivi takwimu zimekuja kuanza kutoka zinaonyesha kwamba asilimia wengi wanatumia ni watu weupe ambao wana shida mbalimbali, wazee, wenye ulemavu. Kwa hiyo sasa hivi imeleta mvutano mkubwa sana na Donald Trump. Nafikiri serikali yake imetoa taarifa hivi juzi, Wizara ya Fedha imesema kwamba kufikia Jumatano watu wanaweza wakaanza kupokea hizo pesa, lakini alitaka kutumia hilo kama sehemu ya kuweka
ghadhabu na msukumo kwa watu wa Democrats, lakini nafikiri sasa hivi isivyo bahati kwake ni kwamba msimamo ambao umeshikiliwa na watu wa Democrats ni ambao unaonekana kama vile sasa unaanza kueleweka kwa wananchi wengi, kwa sababu masuala ya huduma ya afya na sasa hivi swala zima la chakula, na wamesema kwamba hawatofanya makubaliano yoyote mpaka vile viwili viweze kurejeshwa na serikali iweze kufunguliwa. Tunaelekea siku ya 34, tayari umeshakuwa ni kufungwa kurefu kwa pili kupata kutokea, na mwanzo ilikuwa siku 35. Kwa hiyo kama leo saa 9 kura hazitopatikana, ina maana tunaweza tukaingia ama tukamatch au tukazidi tukawa na shutdown ndefu zaidi kupata kutokea. Kwa hiyo matokeo ya kesho yanaweza kaona jamii inafikiria vipi kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula mwakani. Kando na wananchi wa kawaida, swala hili limeathiri vipi shughuli za serikali, soko la fedha, je, na imani ya wawekezaji wa ndani hata wale wa nje ya Marekani iko vile vile ama imeanza kudidimia? Utendaji sasa hivi asilimia kubwa ya wafanyakazi hawafanyi kazi, na wale ambao wanaonekana kwamba ni wafanyakazi muhimu wanafanya kazi bila malipo. Wanajeshi, Donald Trump alifanikiwa kupata namna ya kuweza kuwalipa, lakini si wote, kwa sababu kuna wale ambao wanafanya kazi full time lakini pia wanahesabika kama contractors. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyopo ni kwamba ufanisi hauwezi kuwa ule pale ambapo watu wanafanya kazi ama kwanza hawafanyi kazi, na wale wanaofanya kazi sehemu kubwa wanafanya kazi bila malipo. Tumeona sehemu ya wanajeshi na wafanyakazi wengine wa serikali wakiwa wamepanga mstari katika sehemu ambazo zinagawa chakula cha bure, ambacho kwa watu wengine wanasema kwamba ni embarrassment, lakini lazima waende. Kwa hiyo ufanisi wa serikali sasa hivi umepungua, na ni katika nyakati ambazo watu wanaanza kuzungumzia kwamba zamani ulikuwa na uhakika wa maisha unapokuwa mwajiri wa serikali, sasa hivi sivyo. Hasa ukiangalia ilipotokea kipindi cha Elon Musk alipoingia na masuala ya Doge, na sasa hivi haya yanayoendelea, hii government shutdown, imeonekana kwamba kufanya kazi serikalini ni risk kubwa. Kwa hiyo kuna imani ambayo inaanza kupunguka katika kufanya kazi serikalini, lakini pia sasa hivi kuna imani ambayo inaanza kupunguka kwa wafanyakazi wa serikali. Kwa upande wa kimataifa, swala hili linaathiri vipi taswira ya taifa la Marekani kwa maoni yako? Kuna pande mbili za kuangalia hili. Kuna baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba Marekani ina mfumo ambao rais hana madaraka ambayo angeweza kuwa nayo katika baadhi ya nchi. Unaangalia watu wanaanza kuhisi kwamba kuna udhaifu katika serikali katika kufanya maamuzi yake, kwamba rais anapozungumza kwamba anataka kwenda kufanya kitu fulani Nigeria wakati ameshindwa kuwalipa wafanyakazi wake ndani, unajua. Kwa hiyo inaita ile taswira ya aina fulani ya kumwangalia kwamba mnataka kuonekana wababe lakini mna udhaifu. Kwa hiyo kuna hizo pande mbili ambazo baadhi ya watu wanasifia kwamba Marekani ni nchi ya kidemokrasia, lakini kuna upande mwingine ambao unaona kama vile kuna udhaifu mkubwa ambao unaonekana, kwa sababu hata nchi yenyewe ambayo inatuambia kwamba lazima tuungane tufanye maamuzi, wao wenyewe hawezi kufanya maamuzi ya kuweza kuifanya serikali endelee kuhudumu.